Ongea na meneja wangu anaitwa Juma, naye pia akashia idea nzuri, tukakaa tukapanga, tukafikiria, tukaongezeana manyama, tukafanya kitu kama hicho. Kwa ndani ya usiku wa Mvuje ni kitu gani kinafanyika? Kwa mfano leo tunategemea nini? Kuna taarabu, kuna imba sengeli, yani kuna wanani ma DJ ambao ni Tanzania wanashika, kuna kibao kata, tarumbeta. Kwa hiyo ni Uswahili, yani vitu vinapatikanika kwa Waswahili ndio vinapatikanika hapa leo. Mara mwisho uliita press na ukazungumzia kuhusiana na Siwa Foundation. Yeah. Tuambie pia kutoka na usiku wa Mvuje kuna uhusiano wa hizi vitu mbili kati ya foundation. Yeah, foundation ni Siwa Foundation, foundation yangu, na usiku wa Mvuje imeandaa Siwa Entertainment. Kwa hiyo nina Siwa Foundation na nina Siwa Entertainment. Kwa hiyo kutokana na Siwa Foundation inasaidia mama na mtoto. Kwa hiyo ili nipate pesa ndo ninaandaa kitu kama hichi. Kwa hiyo kiingilio chake kinachotolewa pale kuna percent inakwenda kwa mama na mtoto. Yaani narudisha kwenye jamii yangu. Sababu nijiuliza nitarudisha nini kwenye jamii? Kwa hiyo hivi. Unaweza kuona wasanii ninyi mnapokuwa mmepata mafanikio mnakuwa mnaintroduce vitu vikubwa. Wengine introduce magorofa, wengine introduce magari, lakini wao 100 na kitu cha Kiswahili cha usiku wa Mvuje, masuala kishirikina fulani hivi. Kwa nini hili na si vitu vingine kama hivyo? Hii ndio njama ambayo ya kupatia hela ili kusaidia jamii yangu, watoto na mama. Kwa hiyo ndio maana nimeamua hivyo, ili mtu akifanya starehe atakuja atacheza muziki, ila pale kwenye muziki pia amefanya na ibada, kwa sababu ibada sio mpaka uswali tu.